Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 4, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Stefano Harding Abate. Stefano alizaliwa nchini Uingereza mnamo karne ya 11. Baada ya elimu yake ya msingi na sekondari, alisoma katika chuo cha monasteri ya Sorbonne. Alisafiri na rafiki yake mmoja kwenda Roma, na wakati wakiwa njiani wakirudi, waliona nyumba duni ambapo walikaa wamonaki walioishi maisha ya ufukara. Nusu ya muda wao waliutumia kusali, nusu nyingine kwa kazi ngumu ambayo iliwaletea chakula. Stefano akamuaga rafiki yake, akamtakia safari njema, akaamua kubaki na wamonaki kule Molesme nchini Ufaransa. Baada ya miaka michache, Stefano na baadhi ya wamonaki walihamia mahali pengine. Basi Abate Roberto na Stefano pamoja na wamonaki wengine 5 wakaenda kumwona askofu wakiomba ruhusa ya kuhama. Baada ya kupewa ruhusa, Abate Mtakatifu Roberto na wamonaki 20 wakaenda kukaa huko Citeaux, Ufaransa, mahali pa upweke kabisa, mbali na watu. Wakajenga huko nyumba ya kitawa. Alipokufa Roberto, Alberio akawa abate. Hatimaye Stefano akateuliwa kuwa abate wa Citeaux. Maisha yao yalikuwa magumu sana. Hata siku moja walikosa kabisa chakula, nusura wafe kwa njaa na baridi. Abate Stefano alipoona hivyo, alimtuma brother mmoja aende mjini kutafuta chakula, na alimpa fedha kidogo kwa kuwa fedha waliokuwa nayo ilikuwa imekwisha. Basi yule brother alifunga safari, na humo njiani alikutana na rafiki yake aliyemjua mtu mmoja aliyekuwa na fedha nyingi. Huyu alimpeleka nyumbani kwake, akampa fedha za kutosha kununua chakula kwa watawa wote. Brother alinunua chakula kingi, hata gari lake lililokokotwa na punda lilikuwa limejaa chakula tele. Abate Stefano na watawa wengine walitoka kwenda kumlaki kwa furaha, wakiimba nyimbo za kumshukuru Mungu. Monasteri yao haikupata mapema walelewa wapya. Mbaya zaidi, kulitokea ugonjwa wa ajabu. Wamonaki wakaanza kufa mmoja mmoja. Hata mwisho Stefano mwenyewe akaanza kustaajabu na kujiuliza moyoni mwake, ni nini amemkosea Mungu? Akamwomba mtawa mmoja aliyekuwa karibu kufa akifika mbinguni amjulishe mapenzi ya Mungu. Baada ya kufa yule mtawa, akamtokea Stefano akamhakikishia kuwa maisha anayoishi yanampendeza Mungu, na ya kwamba baada ya muda mfupi atapata walelewa wapya wengi. Mnamo mwaka 1112, kundi la watu 30 walifika kwenye nyumba yao ya kitawa wakiomba kujiunga nao. Kiongozi na msemaji wao alikuwa kijana aitwaye Bernardo, kijana ambaye aliwaleta ndugu zake, mjomba na jamaa zake wengine. Baada ya hapo wakawa wamonaki wengi, hata wakaanzisha monasteri mpya 9. Bernardo baadaye akawa abate maarufu wa Clairvaux huko nchini Ufaransa. Baada ya hapo Mtakatifu Stefano akaandika katiba ya shirika la Wasistersi iitwayo Hati Kuu ya Mapendo. Alikuwa abate wa monasteri yake kwa muda wa miaka 25. Alipokuwa mzee, alipofuka macho, Mtakatifu Stefano aliaga dunia mnamo mwaka 1134.
Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Stefano Abate. Mtakatifu Stefano anatufundisha kujitoa kwa Mungu bila kujibakiza na kumtumainia yeye katika hali zote za maisha, hata kama tunapitia magumu kiasi gani. Cha muhimu ni kutimiza mapenzi yake, naye atatuonesha njia. Watakatifu wengine tarehe 17 mwezi Aprili: watakatifu Rudolf na Gerwin, watakatifu Mapalius, Fortunatus na Marcianus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Stefano Abate, utuombee.